Serikali ya awamu ya sita inaendelea kufanya mageuzi makubwa sana kwenye sekta ya afya. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunapata maeneo ya kutoa huduma, lakini huduma zinazotolewa zikiwa ni huduma zenye ubora na viwango ambavyo vitaokoa maisha ya watu wetu na kujenga msingi bora wa afya za watu wetu. Kwa mfano, kwa mradi wa kwanza tulioutembelea, mradi wa uzalishaji wa hewa tiba, mradi wenyewe una thamani ya shilingi bilioni 1,600,000. Mradi kama huo ndio mradi wa kwanza kutekelezwa katika ngazi ya halmashauri. Hatujawahi na hatukuwa na mradi kama huo katika halmashauri yoyote ndani ya mkoa wa Iringa. Tulipokuwa na changamoto ya gesi katika hospitali zetu, njia pekee ya kupata kujaziwa gesi ilikuwa tunafuata wapi? Mbeya. Lakini sasa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa imepata kituo cha kuzalisha gesi, hospitali yetu ya Mafinga imepata kituo cha kuzalisha gesi, na hii sasa inatupa uhakika kwamba hewa tiba kwa mkoa wa Iringa sio tatizo tena. Tunao uhakika wa kuzalisha wenyewe na kuhakikisha tunasaidia katika hospitali zote. Lakini sasa hakuna changamoto yoyote. Hata wale wenye changamoto za upumuaji sasa hatuna shida tena, kwa sababu tunao sehemu ya uzalishaji na tutakuwa na uhakika wa kupata gesi ya kutosha. Lakini pia tunazo changamoto za emergency ambazo zinahitaji uhakika wa gesi mara kwa mara katika maeneo yetu. Sasa tunao uhakika wa kutosha. Kwa hiyo niwatoe mashaka wa Tanzania kwamba dhamira ya dhati ya serikali ya kuendelea kuimarisha miundombinu, kuimarisha vifaa tiba na nyenzo zingine zote ambazo zinarahisisha utoaji wa huduma, kazi hiyo inafanyika na itaendelea kufanyika, kwa sababu afya ya Watanzania kipaumbele cha kwanza, cha pili, cha tatu. Mwanzo ni afya, pili ni afya, tatu ni afya. Na tutafanya hivyo ili kuhakikisha sekta ya afya inazidi kuimarika. Tumetekelezewa miradi ya kila namna, tumefanyiwa miundombinu kwa maana ya miradi yetu ya shule, miradi ya afya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumejengewa oxygen plant, ametoka kusema Mheshimiwa Diwani pale. Si jambo dogo. Tuliona kipindi cha COVID-19 watu wengi walipoteza maisha katika baadhi ya maeneo kwa sababu ya ukosefu wa oxygen. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumependelewa sisi kuletewa oxygen plant katika halmashauri yetu ya Mji Mafinga, na umeona wenyewe jinsi ambavyo imetekelezwa kwa ubora mkubwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi huu umetekelezwa kwa kiasi cha shilingi bilioni 1,781,750,519 na senti 23. Fedha kutoka serikali kuu, yani Global Fund, ikiwa ni gharama za ujenzi pamoja na mashine kwa ajili ya uzalishaji wa hewa tiba. Zifuatazo ni faida zitokanazo na ujenzi wa kiwanda cha kuzalisha hewa tiba, yani oxygen plant. Moja, kupunguza vifo vitokanavyo na wagonjwa mahututi. Mbili, kupunguza vifo vinavyosababishwa na magonjwa ya njia ya hewa. Kuongeza kwa mapato ya hospitali. Kuboresha hali ya utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Lakini miradi hii imetekelezwa kwa fedha za aina mbili. Miradi hii imetekelezwa kwa fedha ya kutoka serikali kuu, lakini fedha kutoka mapato ya ndani kwa maana halmashauri. Shukrani za dhati kabisa nimpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kutuletea fedha katika halmashauri yetu.